uwezekano wa kupata katiba kufika mwaka 2029. Sioni uwezekano wa hiyo, na kama hatutapata katiba mpya tukaingia kwenye uchaguzi mwaka 2029 na 2030 kwa utaratibu tulionao hapa, tuwe na tume hii na mfumo huu wa uchaguzi, tutapata madhara makubwa. Kama alivyosema Profesa, bado tunaomboleza, wananchi wanaomboleza, lakini ukiangalia kama serikali inaona hakuna kikubwa, ama hata yale tuwe na taifa, tuwe na siku ya kuomboleza, kusikii chochote, wanaona kama kitu cha kawaida. Madhara tuliyopata, majeraha ambayo nchi imepata ni makubwa, na inaonekana ni kama tunakwenda kwa mwendo wa kusema twende hivi, yatasahaulika, tutaendelea kama kawaida. Hapana. Kwa nini nasema hatutapata katiba 2028? Tume ya Chande ilitoa mapendekezo ya mambo ya kufanya, na kuhusu katiba ilisema kwanza tuwe na hatua za mwanzo. Kwanza uwe na kamati ya majaji wafanye kazi kujua nani walihusika katika vurugu zilizotokea 2025. Wamepewa muda, sijui ni muda gani wamepewa. Kamati ya Lila imepewa wiki 5, lakini kukiwa na mahitaji wataongezewa. Wakimaliza hao, uwe na kamati ya wataalamu wa kisheria, walinganishe katiba ya sasa, rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba na katiba inayopendekezwa. Tarudia yale niliyomwambia Jenerali. Hiyo kamati ikishamaliza hiyo, ipate maoni ya wananchi. Hiyo maana yake ni tume nyingine, kwa sababu kama unataka kupata maoni ya wananchi huwezi kuyapata kwa mwezi mmoja, lazima utoe muda wa kutosha, labda miezi 6 hivi. Sasa wakishamaliza hiyo, umepata maoni ya wananchi, then unachukua na tume ya maridhiano. Na tume ya maridhiano haitafanya kazi kwa muda wa wiki chache ama miezi michache, kwa sababu kufuatana na ripoti ya Jaji Chande, tume hiyo itashughulikia masuala mtambuka, mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi. Nadhani alipokuwa akieleza Profesa Akechi, matatizo ya tume zilizopita hayakuenda katika maeneo fulani. Sasa kama tunataka kuwa na tume ya maridhiano, ni lazima ipewe muda wa kutosha. Sioni kama unaweza kuipata katika miezi michache. Sasa ukimaliza hiyo, ndio unakwenda kwenye katiba. Mzungumze, mkubaliane juu ya katiba, kisha upate utaratibu wa kupitisha hayo mliokubaliana. Kisha ipitisha iende kwenye referendum.
ikitoka kwenye referendum lazima kabla haijatumika huenda kipindi cha mpito ambacho sasa sheria, kanuni, taratibu zitatengenezwa ili iweze kutumika katiba hiyo. Sasa unauliza muda wa mpito ule, kuna mambo mengine kama aliyokuwa kwenye rasimu kama ya uchaguzi. Inatungwa sheria ya uchaguzi, ili ifanye kazi lazima utie taratibu zote zile. Tunayo sheria ya uchaguzi ambayo inafanana na mapendekezo ya tume, lakini haifanyi kazi kwa sababu ile ni lazima upate wajumbe kwa utaratibu fulani, uweke taratibu nyingine, lakini tunasema tumetunga ile sheria, sasa unaita tume huru ambayo haikufuata yale masharti yaliyo katika sheria. Lakini kuna mambo mengine, kuna masuala mazito ya katiba ambayo lazima tufikie mwafaka. Unayo masuala ya mfumo wa uchaguzi. Hilo ni masuala moja kubwa. Unayo swala la mgawanyo wa madaraka. Una swala la muungano na una swala la maadili. Haya yote ni mazito. Hivi kama tukikubaliana kwamba tunakuwa na muundo wa muungano wa serikali tatu, kama tukikubaliana hivi kwamba tutakuwa na muundo wa serikali tatu, ukishaipitisha hiyo katiba haitatumika mpaka kwanza utunge katiba ya Tanganyika. Sioni katika kipindi hiki tunaweza kuwa na katiba ambayo tunaweza kuitumia uchaguzi ujao.